Nilivyokuahidi mapumziko ya dakika 2 na ndio hivyo tumengwananga rasmi katika ukumbi wa siasa kuangazia mengi zaidi kuhusiana na mwelekeo wa chama cha ODM. Nikizungumza na seneta wa Kilifi na kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti, anafahamika kama Stewart Mazayo, mmoja wa wale ambao walikuwa ama ni wandani wa ODM na zaidi kinara wa ODM hayati Raila Odinga. Safari yake ya mwisho na mahali ambapo chama hicho kinaelekea, wakati ambapo kuna hisia kinzani kuhusiana na mwelekeo wa chama chenyewe. Kuna baadhi ambao wanahisi kwamba wanastahili kubakia ndani ya chama, ndani ya serikali ya muungano maarufu kama broad based, na kuna wale ambao wanasema maoni yake Raila Odinga ilikuwa ni kuwa pamoja na mgombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, na pia kuna wale ambao wanamtaka Rais William Ruto pamoja na chama chake cha UDA kuwepo na muungano ambao utawawezesha kuwepo kwenye debe katika muungano huo na katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Nitarejea kwako Seneta Mazayo kuhusiana na hili. Nilikuwa nimesema tukichukua mapumziko nitakuwa nikiuliza kuhusiana na safari yako, na pia nimewasikia wengi kila mmoja akisema kwamba nilikuwa na ujumbe, Raila Odinga aliacha ameniambia hivi, lakini pia imebainika kuwa ulikuwepo mkutano wa mwisho ambao ulihusiana na mwelekeo wa chama hiki cha ODM na undani wake. Najua ulikuwa ndani ya huu mkutano? Yes, mimi ndio nilikuwako na ninaketi katika Central Committee ambao ndio kamati ya juu sana, kamati ile tunaita kamati ya kati, ambayo ni kamati ya juu ya mwisho katika kiwango cha ODM. Na hii inamaanisha kwamba wakati ule tutakalokata pale litakuwa ni mojawapo ambalo litakuwa linaungana na vile baba alivyokuwa amesema mwisho. Baadhi ya yale ambayo mliyazungumzia siku hiyo ni kama yepi? Niliwasikia wengine wakisema kwamba ilikuwa mipango ya kukiimarisha chama, lakini tungependa kusikia kutoka kwako yalikuwa yepi baadhi ya yale ambayo mliangazia? Baadhi ya yale ambayo yaliangaziwa, mojawapo ni kwamba tulikuwa tunaweza kutumia nafasi gani ama tunaweza kutumia akili gani, mbinu gani za kuweza kuimarisha zaidi chama cha ODM katika nchi yetu ya Kenya. Kama unavyojua ya kwamba katika ulingo wa siasa hivi sasa, katika vyama hakuna chama kikubwa ndani ya nchi ya Kenya ilivyo hivi sasa kama chama cha ODM. Chama cha ODM ndio chama kikubwa sana katika Afrika Mashariki na pia kuenda mpaka karibu Afrika Kusini, ambapo kwa umati wa watu ama la wanachama wa watu sisi tuko sawa tuna kama vile ANC ile ya Nelson Mandela. Na kwa hiyo tunaweza kusema kwamba baba aliweza kuanzisha chama ambacho alikuwa nacho hatimaye tokea mwanzo mpaka wakati ya kifa alikuwa amefikisha kiwango cha kwamba hakuna mtu yote ndani ya nchi yetu ya Kenya alikuwa ana ufuasi wa hali ya juu na wafuasi wengi kuliko wale wafuasi wa chama cha ODM kilichokuwa kinaongozwa na baba Raila Odinga. Kwa hiyo naweza kusema kwa uwazi kabisa ya kwamba sisi tulipoketi wakati wa mwisho ambapo tulikuwa baba hatuwezi kuketi naye tena akiwa anaenda katika safari yake ya kutafuta pengine kuangaliwa tena kama mwili wake unaendelea namna gani ama nafasi yake ya afya iko vipi. Hiyo ni kama kawaida. Kila mtu anakuwa na wakati ambapo unaenda unashauriana na daktari wako, unamwona daktari wako unamwambia pengine nimekuja kufanya check up tu, sisikii vibaya. Na kuna ile wakati unaweza kwenda kumwambia nasikia mahali fulani hapasikii vizuri. Na mimi nafikiria safari yangu ya mwisho kuwa na baba ilikuwa wakati ule wiki hiyo ambao alikuwa atasafiri, lakini kabla ya hapo, wiki 2 kabla ya hapo aliniita kwa kiofisini ili tuweze kujadiliana mambo mawili matatu yanayohusikana na yanayojiri ndani ya bunge la Senate. Mimi nikiwa kama kiongozi wa wachache ndani ya bunge la Senate, na wakati tukipata chakula cha mchana ndani ya ofisi yake nilikuwa mimi na Junior Raila
na yeye baba mwenyewe Raila Amolo Odinga. Ndio hapo tuliweza kuongea kwa kina, na akanieleza azma yake anayofikiria, na hatimaye akasema atakimbia kwa kama pengine wiki moja hivi kuenda kutafuta kuangaliwa kama hapo vipi. Kwa hiyo nafikiria hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho ya mimi kuweza kuketi naye kabla, manake baada ya mkutano wakati huo anaongea na huyu, anaongea na huyu, anaongea na huyu, ni kusalimiana alafu kuachana, lakini kuongea kwa kina ilikuwa baada kama 1 week kabla hajasafiri. Najua ulikuwepo kwenye mazishi yake hayati Raila Odinga, na kulikuwepo na sauti kinzani ambazo mwelekezi wangu atazicheza, haswa kwa wale wanasema kwamba wanastahili kusalia broad based. Kisha niulize swali langu kutoka pale. Emmanuel, unaweza kutuchezea hizo sauti, kisha kutoka hapo tusonge mbele? Niseme hapa mbele yako baba, ya kwamba chama hiki ambacho umetuachia, mimi Sifuna sitakuwa baadhi ya wale ambao watachangia kuangusha chama cha Raila Amolo Odinga. Political parties are the foundation of democracy. Any arrangements we enter into don't kill political parties. In 1963, political parties were killed, and it took us 20 years to fight to revive political parties. Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu katika chama hicho anasema kwamba maoni ya Raila Odinga, na ambayo kwa wakati mmoja alitamka katika mkutano wenu kule Agile kwamba angependa kuwepo na mgombea mwaka 2027, na pia ukamsikiza vizuri Orengo akisema kwamba vyama vya kisiasa ni kitu ambacho kinastahili kutunzwa kwa njia yoyote ile. Maoni yake Raila Odinga kama mtu ambaye uliketi Central Committee yalikuwa yapi? Maoni ya baba Raila Amolo Odinga, mimi nataka kusema nakubaliana na vile wakili Gavana James Orengo alivyosema, ya kwamba katika nchi yote ambayo inatakana kuwa na demokrasia ya kisawasawa, ni kwamba tusirudi pale pa one party ambayo ilikuwa ni KANU, inakuwa baba na mama. Turudi katika ulingo wa siasa ya vyama vingi. Ndio sababu Orengo aliongea kwa uchungu sana, akisema katika mwelekeo wake anauona vile ambavyo unaanza kuingia katika ulingo wa siasa za Kenya, ni kwamba pengine kuna nia ya wengine kuweza aidha kununua vyama vingine viwa support, ama kuanza kuona kwamba unaweza kununua chama fulani kisiweze kuweka candidate, ama kuweza kufanya mbinu fulani ili chama kimoja kiwe kinaweza kutawala. Kwa hiyo kuzima moto wa vyama vingi inakuwa si kidemokrasia. Nafikiria ndio maoni aliyokuwa nayo Orengo wakati akisema kwamba please don't kill political parties. Hatuwezi kusema ya kwamba kuna mtu yote alikuwa na nia ya kuua. Na pia nikimsikiza rais alipokuwa akiongea, hakusema kwamba yeye ana nia ya kwamba either chama chake ama chama cha ODM peke yake. Alisema ya kwamba yeye si lazima chama cha ODM kifunge milango yake na kiingie kwa chama chake. Sikumsikia mheshimiwa Daktari William Ruto akitamka maneno hayo ya kwamba nia yake ni kuona ya kwamba chama cha ODM kimefunga milango yake na kimeweza kuingia katika upande wa UDA. Na hakuna hivyo. Sikusikia namna hiyo. La hasha. Nakataa kabisa. Ya hapo sikusikia. Japokuwa ya kwamba yeye mwenyewe alisema hata kubali mtu yoyote kuharibu ama kuweza kuingilia na kuleta sintofahamu ndani ya chama cha ODM. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mmoja wa wale wafuasi sugu wa Odinga, na aliweza kusema kwamba alikuwa pia mwanafunzi wa kwanza katika wale waliofundishwa na Raila siasa za kupambana na wanasiasa wengine. Kwa hiyo tukiangalia kunazo sintofahamu pale na pale, ama kuna watu wengine wakiketi wanakuwa na mafikra
mengi ya kwamba je, itakuwaje kwa sababu baba ameondoka sasa na pengine hakuna kiongozi ambaye anaweza kujaza vile viatu vya baba Raila Amolo Odinga. Tunasema ni ukweli, viatu vya baba Raila Amolo Odinga vilikuwa ni vikubwa sana kwa mtu yote kuweza kuvijaza, na sote tumekubaliana hiyo. Lakini tukaona kwa sababu kutakuwa na sintofahamu, ile Central Committee tulipoketi, tulikaa chini na tukasema ya kwamba ingekuwa bora badala ya watu kuanza kutafakari hivi na vile baba ameenda tutafanya namna gani, na wajua katika uongozi wa kisiasa si vizuri kuwa na vacuum ama kuwa na nafasi. Kwa hiyo sisi tukaona katika Central Committee cha kwanza cha kufanya ni kuweza kuona ya kwamba tunamuita youth leader, yule mkubwa wa baba Raila Amolo Odinga, mheshimiwa Oburu Odinga. Odinga. Yes. Tukaona yeye kama mzee wetu na ni mtu wako na experience na ako na miaka na aliishi pamoja na baba na alijua tafakari ama alijua fikra za baba ziko namna gani. Ni mtu ameishi naye miaka yote hiyo, kaishi katika ulimwengu huu ya 80 yako kufikia miaka 80 ameishi na baba usiku na mchana na kutembea njia moja usiku na mchana. Kwa hiyo tukaona hakuna mtu ambaye anaweza kuingia katika zile nyayo za baba vizuri isipokuwa Daktari Oburu Odinga. Na ndio sababu tukasema tumuweke kama kiongozi wa muda ili akizuia zile ngome zisiweze kuwa zinaonekana kwamba ziko peupe, hazina mtetezi ama hazina mtu. Nafasi yote ikabidi pale pale tuseme kwamba yeye kama ndugu yake mkubwa, kama mtu ambaye alitembea naye, kama ni mtu ambaye walianza chama pia vile vile cha kisiasa pamoja, kama ni mtu alikuwa mfuasi wa Raila, kama ni mtu alikuwa ndugu ya Raila, tukaona hapo kuna uzito fulani ambao watu wanachama wa ODM wataheshimu ikiwa sisi tutapitisha ya kwamba tumemteua huyu Daktari Oburu Odinga kwa muda ili aweze kushika ule usukani na kuweza kuendelea. Hatuwezi kuwa na meli inaenda na haina captain. Kwa hiyo kama kitu fulani kimetendeka kwa captain na captain hawezi tena kushika ule usukani, hawezi kuwa nahodha wa ile meli, tuliona ya kwamba vizuri ni kwamba Daktari Oburu Odinga yule youth leader achukulie na asonge mbele. Lakini maoni yake Sifuna, maoni yake Sifuna na ambayo sio ya wengi ndani ya chama cha ama sio ya baadhi ya watu ndani ya chama cha ODM ni kwamba, na alisema wazi na akasema kwamba anawiana na yale ambayo baba alikuwa amesema kwamba chama hiki ili kuendelea kuwa dhabiti ni sharti kiwe na candidate tukifika mwaka 2027. Wajua kitu kimoja nataka kukuambia, chama cha ODM kina uhuru mwingi sana. Uhuru wa kuongea tu, your conscious, uhuru wa conscience, uhuru wa wewe to air your opinion, vile unavyotafakari kisiasa. Ndio chama kizuri sana cha kwamba hakuna mtu yote anaweza kupingwa. Unaweza kumbuka hizo siku zingine za nyuma, wengi walisema ya kwamba pengine Sifuna ameongea kitu ambacho pengine hakikufanana na vile baba Raila Amolo Odinga alikuwa amesema, ama ameongea maneno yake mwenyewe. Lakini yote hayo tukiwa ndani ya Central Committee, anasema pia Sifuna ana haki ya kuongea kidemokrasia vile anavyofikiria na anavyotafakari yeye kama seneta wa Nairobi, na yeye akiwa huko nje akiwa anaongea kama Mkenya mwingine, na hiyo inakuwa enshrined. Baba alikuwa anasema hata ukitofautiana na mimi nitaheshimu ile tofauti yako kwa sababu ni haki yako kikatiba, unaweza kutofautiana na mimi. Na baba alikuwa anachukua wakati, anakuja anaingia ndani ya akili yako na anaangalia vile unavyoona lile jambo unaliona vipi, na yeye akiliangalia alafu mnajadiliana. Ndio alivyokuwa baba. Alikuwa hawezi kusema kwamba kwa sababu Sifuna amesema hivi kwa hiyo pengine afurushwe katika mamlaka. Hapana. Ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kusema vile anavyofikiria ama anavyotaka akiwa ndani ya chama cha ODM. Kwa hiyo sisi ni watu ambao tuko huru kuongea vile tunavyotaka. Na kwa hiyo alivyoongea Sifuna, hayo ni maoni yake.
Baba na yeye aliongea, akatuweka sawa sawa, akasema sasa mimi niko hapa. Kwa hiyo mimi kama vile nilivyoweza kuketi na Mheshimiwa Ruto, tukaongea, tukasikizana na tukaweza kuelewana. Kuna point 10 ambazo nilikuwa nimempatia aweze kuzitimiza, na akizitimiza tuende njia moja. Ndio sababu yeye na pamoja na baba Raila Amolo Odinga akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya wakaandika hizo 10 points agenda wakiwa pamoja. Na baada ya kukubaliana ni kwamba sasa chama cha ODM kitakuwa kiko ndani ya broad based, na kikiwa ndani ya broad based watashirikiana. Ndio sababu tukachukua watu walikuwa kando ya baba Raila, kama tukianza na waziri wa fedha ndugu yangu John Mbadi. Yeye ni mwandani sana wa baba pia. Na baba aliweza kumuondoa kama chairman wa ODM, mwenyekiti, akampatia, akamwambia chukua huyu atakusaidia kwa hii wizara ya fedha. Na alafu vile vile akaangalia upande mwingine, akamwona mjomba Joho, Ali Hassan Joho, akamwona ni mtu ana tafakari ya hali ya juu, anaweza kumsaidia kwa upande wa tunaita ile blue economy, uchumi samawati, na mambo ya maritime, mambo ya baharini, kuona kwamba rasilimali zote ambazo zinatokea upande wa baharini, upande wa nchi kavu na upande ule wa madini, na vile vile akaona anaweza kuangalia, kwa sababu ni mtoto, ni mtu ambaye alizaliwa mfuo wa pwani. Kwa hiyo anaweza kuangalia mambo ya maritime pia vile vile. Kwa hiyo akaona kwamba mjomba Joho anaweza kuifanya hiyo kazi, na ndio sababu akamchagua. Vile vile baba si mtu ambaye anakuwa na binafsi. Akaangalia watu wa Turkana, tokea Kenya ipate uhuru, hakuna mtu amewahi kuwa waziri kutoka Turkana. Can you imagine? Hebu tafakari kidogo Liz, uone ya kwamba alichukua mama school kutoka kule mama kurepresent upande ule wa Turkana. Na ndio tunajidai ya kwamba sasa hata ukienda Turkana utapata kwamba kuna ODM, na pia vile vile watu wa Turkana wako na waziri ambaye aliweza kuwekwa na baba Raila Amolo Odinga. Tunakubaliana kufikia hapo kwamba aliangalia alienda upande wa Western pia, akaweza kumchukua huyu ndugu yangu Wycliffe Oparanya. Ila wakati ambapo pia anafanya kazi nzuri. Ila wakati ambapo pia tunaangazia hayo na ambayo tunajua mheshimiwa, ni kwamba pia ulisikia sauti za wale ambao unawataja siku hii ya leo wakisema kama sio serikali na vinginevyo hata wana uwezo. Nilimsikia mmoja akisema kama ukubaliani na ODM kusalia ndani ya serikali, na pia kama ukubaliani kwamba hiki chama kinaweza sambaratika, unaweza kuondoka. Labda nisikie sauti zao, ama tusikize sauti zao, na nikuulize swali ambalo linahusiana na hilo, kuhusiana na wale ambao wanasema ODM isalie ndani ya serikali hadi zaidi ya mwaka 2027. He will show his people before he dies what he wants to be done. He will show his people where to take everything that he has. Raila showed us. Raila showed us before he died that he wanted us to be in government. As a community, as a party, we will be in broad-based government. We will support broad-based government. We will work with you. Hezi kuwa mahali ambaye Raila hakunipeleka. And I must say it today here, I was taken to government of William Ruto by Raila Amolo Odinga. And Your Excellency, that is where I belong and that is where I shall stay. Mwaka 2027 hatukai katika upinzani. Mwaka 2027 we will not be in the opposition. Mambo mawili yatafanyika. Agosti tunapiga kura. September we are either in government or we are government. Remember him speaking at the burial of the late Dr. Phoebe Asio.
And he said he made a clear decision to work with you for the stability and unity of the nation inside the broad-based government. That is the last standing instruction that Baba gave us. Uliwasikia kwa ukaribu na vizuri zaidi, manake ulikuwepo hao na umewasikia mara tena. Na nikawa nikifikiria pia kuna wale ambao hawaamini hilo. Mtapataje mustakabali katika chama hiki? Na je, haya ndiyo maono ya baba ya hawa? Mimi nataka kusema kwa jua kila mtu ana maoni yake, lakini mimi nataka kusema maoni yangu pia ya kwamba baba mwenyewe alikuwa amefanya decision ya broad based government. Na yeye mwenyewe kwa sababu alikuwa amefanya broad based government, alikuwa na ukaribu sana na Daktari William Samoei Ruto. Na kwa sababu ya ukaribu na walikuwa wakiongea, ndio sisi kama wanachama wa ODM tunaangalia pale baba anaposema. Baba akisema twende left, tutaenda left. Baba akisema twende right, tutaenda right. Na kadri ya vile baba ambavyo alikuwa amefariki, kadri vile baba alipokuwa akituacha akienda katika hali yake ya kutafuta matibabu ama kuangaliwa ni kipi na kipi ambacho hakiendi vizuri katika mwili wake, ndio akaenda nje ya nchi huko pande za India. Ni yote haya ni kwa sababu yeye alikuwa hayuko na yaliyotendeka ametendeka, lakini la mwisho ni kwamba baba alikuwa ametuacha tukiwa ndani ya broad based government. Hiyo mimi naweza kusema kwa wazi kabisa ya kwamba kama ingekuwa nia si hiyo, baba hangetuacha ndani ya broad based government. Unaamini mnastahili kusalia hapo? Na sasa mimi nataka kusema ya kwamba kama baba alituacha ndani ya broad based government, na ikiwa hivi sasa tuko ndani ya broad based government, mimi kwa maoni yangu ni kwamba huo ndio ulikuwa mkataba baina ya baba na Daktari William Samoei Ruto. Na mimi nataka kufafanua kabisa ya kwamba kuna leo na kesho. Lakini ikiwa baba amesema ya kwamba huyu ni mamako, wewe ni nani wa kusema huyu si mamako? Na kama babako amemchukua, amemweka ndani ya nyumba, akasema huyu ndio mamako sasa, hauwezi kutoka hapo ukaenda kusema mamako ni yule mwingine. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu ya kwamba sisi tuliwachiwa William Ruto kama kiongozi wa ile broad based government. Kwa sababu hata baba alipokuwa pale walikuwa wanashirikiana wote wawili. Sasa mmoja hayuko, yeye William Ruto ndio yuko pale. Kwa hiyo sisi hatuna budi bali kumsikiza William Samoei Ruto analipi bainia wa Kenya. Na ikiwa katika zile 10 points agenda anaweza kuzikamilisha, na ikiwa sisi tukiwa ndani ya broad based government vile baba alituacha, sioni kitu chochote kinachopinga ya kwamba inapofika 2027 either tuko ndani ya serikali ama sisi tumefanya tumeunda serikali. Wakati umesema hao ndio mawili ambayo katika ndoto za baba ninazofikiria alizokuwa nazo. Tutakuwa tuko ndani ya serikali ya broad based ama kama sio hivyo basi tutakuwa sisi ndio serikali. Na kitu cha pili ambacho pengine kinaweza kuleta fahamu nzuri ni kwamba ikiwa ule upendo wa William Samoei Ruto umezidi mpaka alimpenda baba yeye mwenyewe, akaona ya kwamba ni mtu anaweza kumuelekeza vizuri na ni mtu alishikilia serikali yake kwa nguvu, mpaka akaweza kuona ya kwamba ile meli ilikuwa inaenda kugongana huko kwenye mashaza ama igongane huko kwenye milima wakati ikiwa inaenda, lakini baba alipoingia katikati akamsaidia, yeye yuko huru, anaweza kuja ndani ya ODM. ODM ni chama kikubwa sana, na akiingia sisi tutamkaribisha. Na tukimkaribisha ikiwa ikifika 2027 ikiwa atasimama na tikiti ya ODM, sisi hatuna shida na hiyo. Kwa hivyo unakubaliana na wale ambao wanasema
uwepo muungano baina ya UDA na ODM, ama ODM aingie huko ndani, manake alikuwa mwanachama, aendeleze hiyo ODM kuingia, kuwe na uhusiano baina ya ODM na UDA, iwe na uhusiano mwema, ndio ikaform hii broad based government. Lazima watu waelewe, baba mwenyewe alikuwa kila siku anasema habari ya broad based government. Hiyo masharti mengine ya kusema kwamba pengine tutaweka candidate, hiyo hata baba mwenyewe pia alisema, akasema nani alisema kwamba hatutaweka candidate. Hata Ruto mwenyewe anakubaliana na hiyo, akisema ni nani alisema kwamba ODM haitaweka candidate. ODM iko na haki ya kuweka candidate, na hata wakinishinda mimi nikiwa UDA ni sawa, nitaona raha sana kama ODM itaongoza serikali. Nikiwashinda pia nitaona raha tukiwa tutaungana kama broad based government. Hii broad based ni mapana na marefu ya serikali ambayo tutakuwa pamoja na ODM. Na ikiwa tutakuwa mimi pamoja na ODM, sioni ubaya wote mimi. Sisi tumeungana kama ndugu, kama Wakenya, ili tuweze kuendesha nchi yetu iende mbele. Na mimi na support hii broad based government kwa 100%. Nikisema ya kwamba ndio imeleta amani sasa, ndio inaleta maendeleo kwa kila pande zote za nchi. Tumeona Wakamba kwa Ukambani jana wamefaidika na mambo mengi sana ambayo pia sisi watu wa Kilifi tunangoja. Pengine rais aje kule, pia sisi tutamwambia yale ambayo tunahitaji kupata ndani ya Kilifi. Na kila mtu katika Kenya, wakati rais akifika kwake, amueleze na atapata maendeleo pia kama hayo. Ijapokuwa tuko na magavana wanafanya wale wanaofanya, lakini kitita kikubwa kiko ndani ya serikali ya kati, na hicho kitita kikubwa ndio pia sisi tutakitaka. Hakuna mtu ambaye hataki stadium. Sisi watu wa Kilifi pia tunataka stadium. Sisi watu wa Kilifi tunataka maendeleo kama dams. Ili watu wetu ambao wanakufa na njaa kule Ganze na Magarini wapate maji, wapate kuweza kutegeza mashamba yao na kuweka maji ili wapate maendeleo. Ni kwa nini sasa tuanze kusema ya kwamba hutaki? Kama unamchukia Ruto, my friend, wewe nenda ukamchukie peke yako. Wakati unazungumzia hilo, wakati unazungumzia hilo, wengi wa Wakenya wana maswali katika mtandao wetu, na waona wengi tu wameniuliza, Mutisia, Msavo, John Fwamba, Brian Cash, wote wanauliza, na je, wale ambao wakubaliani na masuala ya kusalia ndani ya broad based, kunao wito kutoka baadhi ya viongozi kwamba wanastahili kufukuzwa? Hata tumeona baadhi ambao wanaandika kwa mitandao kwamba katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna, ili chama hiki kiimarike, anastahili kuondolewa, pamoja na Babu na wengine. Kauli yako kama kiongozi mkuu ndani ya ODM? Mimi sitakuwa na ile uharaka wa kwamba ati Sifuna achukuliwe hatua. Sifuna ni kijana sana katika ulingo wa siasa, na vile vile Sifuna ni mshupavu ndani ya siasa za ODM. Yeye ameongea maoni yake, na katika maoni sioni ya kwamba mtu akisema maoni yake basi jambo la kufanya ni kumuondoa katika chama. Sisi kama Mijikenda ama ndugu zetu, sisi tukiwa kama Mijikenda tunasema mwanachinerera chiga kachikatwa. Yaani mtoto akinyelea paja, hauwezi chukua shoka ama ukachukua panga ukakata hiyo paja kwa sababu mtoto amekunya kwa paja. Hapana, unachukua maji, unasafisha, una dry vizuri, unamvalisha nguo nyingine, anakuwa sawa. Kwa hiyo sioni kwamba alivyoongea Sifuna basi imekuwa sasa ni lazima atolewe kama katibu. Come on. Baba amesikia, alisikiza mambo mengi sana kwa kila mtu, na alikuwa msikizi sana wa kila mtu, na situmaini kama baba angesikia Sifuna akiongea hivyo angeweza kumwambia Sifuna afadhali utoke kwa party. Hapana. I don't think that's the direction we want to go. Let everyone ventilate, aseme vile anavyotaka. Kitu tu ni kwamba naweza kurejea pale Orengo alivyosema. I only hope and believe kwamba out of this bond ambao tuko nayo ya broad based, there are no any intentions of killing either party. Both the parties can exist side by side with one another
by forming wafanye ile serikali yao ya marefu na mapana. Hiyo inawezekana. Hakuna jambo ambalo haliwezekani. Na mimi ninajua katika akili ya William Ruto, nia yake si kuua chama cha ODM. Nia yake ni kuona kwamba chama cha ODM kimebaki vile kimebaki, kimepata ufuasi wa kutosha, na ikifika saa ya kura tukiwa tutapigania sisi na yeye atapigania, atakayekuwa mshindi nani, yeye kura zetu tutamuongezea, atapata. Ili tukiwa katika broad based ni vyama vimeungana vingi, hata chama kingine kitaka kuja kuungana na sisi pia kije kiongeze namba, wengine waje waongeze namba vyama vingine, alafu tuwe na proper broad based ambapo sasa vyama vingi tutakuwa tumeketi pamoja ili tuweze kutengeneza serikali. Ndio sababu tunasema ODM itakuwa ndani ya serikali ile ya 2027, ama tutatengeneza serikali yetu ya 2027 ikiwamo ndani Daktari William Samoei Ruto. Baadhi ya Wakenya wanauliza iwapo really uliza mheshimiwa haki. They are saying that Baba left them in government and the 10-point agenda were to be fulfilled. Is that really happening? Na wengine kuna mwingine ananiambia muulize mheshimiwa kama anasema nia ya Rais William Ruto ni kuimarisha vyama ambavyo anafahamika kama Lucas. Anasema kwamba nia ya Rais William Ruto ni kuimarisha upinzani na kuhakikisha kwamba tuna upinzani. Kuwaleta serikalini ni njia mojawapo ya kuimarisha. Ni Wakenya wanauliza. Sikuwaleta. Tuliweza kukaa chini na tukaongea. Kenya ilikuwa inachomeka. Tafadhalini, unajua Wakenya sengine lazima tuweze kuweka tafakari zetu mbele ya kwamba Kenya ilikuwa inaweza kuchomeka. Wakati tukiona ya kwamba watoto wetu wanapigwa risasi barabarani, wanauawa, wanaendelea kupata familia nyingi zinaendelea kupata majonzi kwa sababu watu wao wameshikwa, wamepotea, hawapatikani, wengine watoto wao wamepotea, hawapatikani, wengine wamekufa, wengine wamepigwa risasi. Kwa hiyo kulikuwa na hali ya sintofahamu. Hatutaki kwenda barabara hiyo. Ndugu zangu, kama Wakenya tupendane. Ndio ilikuwa roho ya Baba Raila Amolo Odinga. Tuweze kuangalia kwamba unaweza kuwa na nia yako ya kisiasa tofauti na yangu, na mimi bado nikaweza kukusikiza na nikakuelewa. Si kwamba hati tu watu wanalazimishwa. Emmanuel ameniambia hakuna mtu yote anayelazimishwa. Emmanuel ameniambia nikuulize. Ninamuona hapa manake wanakufuatilia live. Wanauliza ni nini ambacho kimebadilika na Wakenya bado wanaendelea kufariki dunia. Kidogo dakika moja, na pia tulishuhudia yale ambayo yalitendeka kule Kasarani miongoni mwa mengine. Wana maswali chungu nzima kwako. Kumbuka kwamba tunazungumza moja kwa moja na seneta wa Kilifi na ambaye ni kiongozi wa wachache katika bunge lile la Seneti. Wakenya wanakuuliza iwapo ni kipi ambacho kimebadilika endapo ODM ilikuwa imekuja kwenye serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa shwari, Wakenya wauawi, haki imepatikana. Na pia kuna Wakenya ambao walipoteza maisha na ambayo kufikia sasa serikali haijazungumzia haswa pale Kasarani miongoni, which was so unfortunate actually. Kuna jopo ambalo liliweza kufanywa na Mheshimiwa Rais la kuweza kuungana. Ndio hapo akachukua yule profesa wa kutoka Amerika, akaweza kuwa kinara hapo, na vile vile akachukua watu wengine wanasheria ambao waliweza kuketi katika jopo hilo ili kuweza kuangalia katika zile 10 points agenda ambazo tulikuwa nazo, zile yale matakwa yetu yale 10 ambayo tulikuwa tunahitaji, ya kwamba ukiangalia watu kushikwa kiholela na kuweza kuwekwa kizimbani bila kujulikana wamewekwa wapi iishe. Na mimi natumaini vitu kama hivyo vimeisha, na wakati ule watu wanakuwa wanatekwa nyara, mambo kama hayo tulikuwa sema yaishe, imeisha. Mambo ya kwamba watu wanaweza kupigwa risasi kiholela tu hivi na polisi yakipiga mtu risasi sasa wanashikwa, wanapelekwa ndani. Sio wakati kama ule ambao tulikuwa tunasikia kama waziri yule seneta rafiki yangu alisema kwamba mtu akisonga karibu na police station upiga yeye risasi. Hivi sasa watu wanakwenda kwa police station, wanaripoti pengine shida zao wanazokumbatiana nazo kila jioni, pengine nyumba yake imevunjwa, imeibiwa, pengine mtoto wake hajamuona kwa siku mbili
2 3 hivi, wanaenda kule wanauliza na uchunguzi unafanywa, na tumeona mambo mengi ambayo yameweza kutekelezwa wakati huu ambapo tumekuwa na hii amani na tumeandikiana hizi point 10 ambazo zifanywe. Okay. Na pia tumeona ya kwamba nia ya serikali ya kusaidia pale ambapo tunaona kuna udhaifu kidogo, wamekuwa nayo, wamekuwa wakiweza kusaidia pande mbali na mbali. Hatuwezi kusema point zote zimetimizwa, lakini ni kadri ya hii safari tunaokwenda ndio tunaweza kutimiza, serikali inaweza kutimiza moja baada ya moja. Na hivi sasa tumekubaliana ya kwamba wakati tukirudi ndani ya bunge, kuna zile bills zetu za NADCO zote zile tunasema itaweza kupitishwa. Kwa hiyo hawa watu ambao pengine hawa vijana wetu ambao walikuwa wameumia, watu walikuwa wengine wapigwa risasi wakapona, kuna zile familia ambazo zilipoteza watu, pia hizo familia hizo zitaweza kupata senti fulani ambazo zitakuwa watu wamekubaliana. Kwa hiyo kwa hivi sasa kuna hiyo order ya kotini ya kwamba wangoje kwanza wasikize kesi, alafu baadaye wataweza kuamua. Kwa hiyo wakati watu wakiamua, wale ambao waliathirika, familia zao zitaweza kulipwa kulingana vile wale makubaliano, na kule upande mwingine pia vile vile watu ambao walikuwa wameumia ndani ya hospitali, wale waliokufa pia watapata. Sioni kwamba serikali hii ya broad based wanaweza kukataa kufanya malipo kama hayo, ilhali walikuwa wamekubaliana naye. Ninajua muda wangu umekamilika. Nijibu kwa jibu tu moja. ODM unaona ikisalia pamoja wakati huu kwenda mbele? Na je, hiyo kamati ya kuongoza chama, unaona ni kwamba mtaweza kuweka ODM pamoja kama alivyofanya baba kwa miaka 20? Ndio. Safari hii nataka kukuhakikishia na nihakikishie Wakenya wote ya kwamba ODM ni chama ambacho kitadumu kuanzia sasa na kuendelea. Baba aliweka msingi tamamu ya kwamba hauwezi ukayumba. Sisi kama wafuasi na wale wataokuja hata baada ya sisi ni watu ambao wakiingia ndani ya ODM watajua ukiingia ndani ya chama cha ODM ni lazima uwe na msimamo na uweze kusimama kidete. Sote tumesema tutaenda mbele, hatutaangalia nyuma, tutashikana mkono na tutaambia Wakenya wote tuwe Wakenya, tuweke Ukenya mbele kwanza, nchi kwanza iwe muhimu kuliko sisi wenyewe binafsi. Na pati yetu kama ODM, huo ndio utakaokuwa msimamo. Asante sana Stewart Mazayo, kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti na seneta wa Kilifi, kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo katika kipindi hiki cha ukumbi wa siasa. Nakamilishia hapo. Asante sana mpenzi mtazamaji wa runinga hii ya TV47. Siku zote hapa ndipo nyumbani mwa mijadala ambayo inakuhusu wewe, sera za taifa, siasa zote kwa pamoja. Naondoka kwa sasa, saa 3 kamili atakuwepo hapa Linda Alela na mengi zaidi. Kwa heri kwa sasa. Jina langu Elizabeth Mutuku.